kila mmoja aombe, ikabidhi mikononi mwa Bwana kwa imani. Mwambie Bwana na kuamini mwaka huu unaweza kufanya, hata hili unaweza kufanya. Baba yangu na Mungu wangu uliye hai, nakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya kulinena neno lako kama ilivyoandikwa. Nami ninaomba Mungu ukanitie mafuta kwa ajili ya somo neno hili, na Bwana ukaweke ndani ya moyo wa mtu, ikawe alama, ikawe ukumbusho, ikawe uhuisho kwa Roho wako Mtakatifu wakati wote wa muda uliobaki. Bwana kutembea katika hilo, na kualika Mungu, na kualika Mtakatifu, tawala saa hii kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, na Bwana ukatusikilizishe uzima, na kila mmoja ainuke Mungu baada ya neno hili, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Nami nakiri kwamba waweza kufanya, waweza kutenda zaidi ya tuyaombayo, katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Amen. Tungali tumesimama, chukua Biblia yako, fungua Luka 1 mstari wa 36 na hasa 37. Luka 1. Christmas imeisha, lakini tunarudi tena kwenye maandiko ya Christmas. Amina, litakusaidia. Haya, 36 tusome 1, 2, 3 tena. Hebu soma tena mara nyingine. Mariamu akasemaje? Hebu sema tena, na iwe. Sema kwa sauti ya Kiinjilisti. Kisha Bwana alibariki neno lake. Hiyo ni sehemu ya mahubiri ya awamu ya kwanza. Tuketi sasa tusikize kwa makini ili nisipoteze muda mwingi. Amna, ndugu zanguni, leo ninao furaha kuwaletea na kuwatangazia rasmi kauli mbiu yetu ya mwaka huu 2026 ambao Bwana ametupa kwa rehema zake. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni nini? Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hebu rudia tena. Ongeza imani. Ongeza imani. Yaani hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, kama ilivyoandika sakafuni hapa, madhabahuni hapa. Hakuna neno lisilowezekana. Amina. Na ili tulielewe neno hili, katika kutafakari kwangu nikakumbuka safari yangu moja, nilikuwa nimeenda huko Kilimanjaro, Rombo. Kutoka Rombo naelekea Marangu pale, nikashangaa mbele yangu kuna limlima kubwa hapa na upenyo fulani. Limlima kubwa linaonekana linapendeza, juu yake lina barafu na kamwanga ka asubuhi kakaka na waka. Huo mlima unaitwa Kilimanjaro. Jamani, ni mzuri, ni mzuri. Sasa kwa mimi niite mshamba, niite vyovyote vile, lakini hivyo uona unatamani kuangua sifa. Bwana Mungu, unashangaa kabisa jinsi wewe ulivyo mkuu. Amina. Uumbaji wa Mungu unatisha, unapendeza, na mipango ya Mungu vile vile inatisha, inapendeza. Na ukitaka kunielewa vizuri nasemaje, siku nyingine nikikuwa nimetoka nadhani Nairobi kama sio Arusha, nimepanda basi na mzungu mmoja, nadhani kwa Mkatoliki padri. Tumekaa kiti kimoja, naongea, vipi mzee, habari za maisha na nini, unakwenda wapi? Naambia ninaenda Moshi. Nini? Nikauone mlima Kilimanjaro kabla sijafa. Nikashangaa, kabla ya nini? Kabla sijafa.
Sasa sijui ni Warombo wangapi wanaothamini mlima huo, au Wachaga wangapi wanaothamini mlima huo kiasi cha kwamba mpaka naona nimeuona kabla sijafa. Lakini nao nijia moyoni kwamba kwao upo siku zote, upo siku. Lakini kwa sisi tuite washamba. Lakini mimi nikipita na nikitoka Arusha napita kwenye basi kauona, kwa sababu kuna mara nyingi kuna mawingu, napiga hapo na picha na zingine si zimebaki kwenye kompyuta, yani tena napiga zile nzuri kabisa, zinapendeza. Ukisafiri kwa ndege unaenda Mwanza unaona kilima tu kinapendeza. Ni uumbaji wa Bwana. Yule mzungu anasema nikauone kabla sijafa. Lakini Simeoni yeye alimshukuru Mungu kwamba amemuona Yesu kabla hajafa. Sasa mtumishi wako aondoke kwa sababu ameshamuona Masihi. Amina. Lakini huyu mzungu mwingine huyo yeye kuona mlima. Sasa jamani, tunalo andiko hili kila siku tunaliona, wengine mpaka tunalipuuza. Nalileta kwako, lina uzima andiko hili, lina majibu yako andiko hili mwaka huu. Mbona uelewi? Lina majibu yako andiko hili mwaka huu. Kama wewe ulikuwa ni mrombo mwingine ambaye anasema nimezoea siku zote, uwe mshamba kama mimi, mshukuru Mungu kwa ajili ya andiko hili. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Maisha ya kila mmoja wetu hayafanani, na wala hatukuahidiwa tambarare. Zipo nyakati za maswali magumu, zipo nyakati za kuishiwa nguvu, zipo nyakati za kukata tamaa, zipo nafasi za kuchoka. Lakini natangaza kwa walioitwa na Bwana, asiwepo mwenye kuvunjika moyo mwaka huu, asiwepo mwenye kukata tamaa mwaka huu, asiwepo wa kuishiwa nguvu mwaka huu, kwa sababu kwa Bwana aliyekuita hakuna neno lisilowezekana. Kwa lugha nyingine, yote yanawezekana. Tena napenda kutangaza kila mmoja wetu alitazame neno hili upya, hasa Mwana Lighthouse, manake limeandikwa hapa nasi alitoa kichwani. Nilipokuwa natafakari na mwomba Mungu niseme nini siku kama leo, hili ndio litakalotuongoza mwaka huu. Hili ndio njia ya muujiza wako mwaka huu. Mungu wetu sio wa kawaida. Mungu ni Mungu wa mambo mapya. Sasa ukitaka kujua kwa nini lazima tulitazame upya, kwa sababu mapenzi ya Mungu ndipo yatatimia. Tulitazame upya ili Mungu aitwe Mungu na sisi tubaki wanadamu. Jambo la kwanza, kwa nini tulitazame upya? Kwa nini tulikiri upya? Kwa nini tulivae moyoni? Kwa nini tuliandike na kwenye kuta zetu? Kwa nini na kwenye simu zetu unaweka stika imeandikwa hakuna neno lisilowezekana? Hata kwenye sufuria bandikeni. Hata kwenye vikombe vya chai bandikeni hakuna neno lisilowezekana. Kwenye kompyuta zenu wekeni. Hata kwenye magauni na masuruali kilazimu, hata kwenye tai kilazimu, mpaka lidelive mpango wa Bwana. Sasa labda niwasimulie kidogo. Mnapenda niwasimulie? Na hii sio simulizi ya bunwasi, ni neno la Bwana. Kulitokea watu wawili wenye sura tofauti. Amina. Mmoja teenager aliitwa Mariamu, mwingine bibi anaitwa Elizabeti. Kila mmoja alikuwa na simulizi yake. Napenda niseme mmoja alikuwa amebarikiwa. Kwanza ni mcha Mungu, ni binti mrembo, alafu Bwana amemuona. Bwana amejibu. Yusufu kapatikana. Amina takatifu. Na Yusufu wako apatikane, wewe binti ambaye hujaolewa. Hakuna isiwezekana kwa Bwana. Harusi nategemewa. Hebu niambie hadithi alizokuwa nasimulia yule binti, jinsi alivyo mzuri rafiki yake. Hebu niulize maombi alikuwa naomba, ni wangapi alikuwa anawaombea huyo binti Mariamu enzi zake?
Sasa akitaja kidogo kataja Yusufu. Mungu mlinde, sija amekula leo, sija raha tu ni kwamba zilikuwa simu bado, lakini nadhani pia alikuwa anakimbia kidogo kuangalia Yusufu wangu uko salama. Mnanielewa jamani? Urembo anao, anajitunza kwa Bwana, mchumba amepata, anasubiri nyumba yake mwenyewe harusi, furaha imemjaa, hakuna kinachompungukia. Lakini kumbe Mungu ana mpango mkubwa zaidi. Mpaka wake ilikuwa ni furaha, nifike nyumbani kwa mume wangu. Amina. Lakini Mungu alikuwa na la ziada, na lilipokuwa limekuja la Bwana halikuingia akilini. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu tuna mipaka yetu. Kuna mambo hayaingii kichwani, kuna mambo logic zinagombeza, kuna mengine umri unakataza. Halo, kuna wengine mazingira, eleza vyote, iwe michanga ya moto, iwe ya baridi, chochote, lakini vinazuia. Hata Mariamu ilikuwa Yusufu sawa, haleluya, lakini hili lingine, hata malaika alipoleta ujumbe, umebarikiwa wewe Mariamu, utamzaa mwana, litawezekanaje jambo hili? Kwa sababu ana mipaka. Na hii ujumbe huu ninaongea kwa mtu atambue ana mipaka yake. Kuna mahali hujafika wewe, kuna mahali hujafika kihuduma, kuna mahali hujafika kiuchumi, kuna mahali hujafika kifamilia, kuna mahali hujafika hata kiimani. Lakini leo tupandishe imani zetu, mwaka huu tupandishe imani zetu. Na Mungu haangalii sura ya mtu, anaangalia imani. Mungu aione imani ya mtu mwaka huu. Ndio maana nakualika kumwamini Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Bwana. Sasa katika kuzungumza, unajua maneno mengi ya Biblia yameandikwa na mitume na waandishi na nini, lakini hili lilinenwa na malaika, ni neno lilotoka mbinguni huko, kama vile Yesu alivyoenena aliyotoka mbinguni. Hapa na neno aliyetoka mbinguni anadeliver kwa binti. Sasa akamwambia, wewe mwana, wewe, sura 36, tena tazama, maana fungua akili, ufahamu wako ufunguke, imani yako ifuke. Jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba na mtoto mwanaume katika uzee wake. Kama Biblia ni yako, weka mstari hapo, uzee wake. Na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kuna watu tuna majina, yule ana kitu, yule ni tasa, yule na watu maskini. Utasa ndugu yangu ni mbaya na ni mgumu, na Mungu peke yake anawezaye kumfariji mtu aliyetasa. Na nielewe watakatifu, na nielewe, na usiwe wewe wa kumlaumu, wa kumlaani, yes huyu hana faida, hana. Kwani yeye Mungu Bwana? Kamuulize Hana aliyompata. Hana alimpata magumu. Tena si ajabu alikuwa mkwe wa kwanza Hana, lakini Mungu wetu hakawi. Mungu wetu hachelewi. Mungu wetu sio wa kawaida. Kwa binti huyu, Mungu huyu hakumtokea kikawaida, kwa sababu hakuna kwake lisiyowezekana. Amina. Lakini kwa bibi shangazi huyo Elizabeti, naye Mungu hakumtokea kikawaida. Katika uzee wake, siku zake zimekoma, mwili wake umechakaa, mume wake amechoka, hakuna kinachoendelea, lakini Bwana mpango wake unaendelea. Mwambie mtu, mpango wa Bwana unaendelea. Usikate tamaa, mpango wa Bwana unaendelea. Tena kwa taarifa zenu,
ya Bwana yanafurahisha, na Bwana hachelewi. Bwana hachelewi. Bwana anakuja kwa wakati wake, na Mungu sio wa kawaida kawaida. Our God is God of surprises. He is God of miracles. Ni Mungu wa kushangaza, ni Mungu wa miujiza, na yeye abaki Mungu, sisi tubaki wanadamu. Mwaka huu yeye aitwe Mungu, sisi tubaki wanadamu. Hata nilipomwambia Zakaria, wakati Zakaria naye mzee wa watu, amemcha Mungu miaka yake yote, ni kuhani, anaingia patakatifu, anarudi, anawaombea watu wa haja zao, wanajibiwa, yeye kimya. Kama zilikuwa hospitali walienda zote, kama aligharimia waligharimia zote. Wakasema sasa tutamtazama Bwana. Na mimi nasema mtazame Bwana. Mtazame Bwana katika shida yako, mtazame Bwana katika biashara yako, mtazame Bwana katika familia yako. Tumaini Bwana, muamini Mungu. Ukisoma katika Marko 11:22, Yesu alikuwa anajibizana na Petro kulingana na muujiza ambao ulifanyika. Jana yake Yesu aliwaambia mti ambao ulikuwa hauzai, ulikuwa tasa, basi mtu asile matunda kwako, ukabaki wa kijani vile vile. Wakaenda zao, na si ajabu wanafunzi walisemezana, naye mzee huyu hajui kwamba majira Yesu yenyewe, na mwalimu naye mambo yake. Kesho yake Petro kwa kwanza, ule mti jamani umekauka. Bwana Yesu akamjibu Petro, muamini Mungu. Na mimi leo natangaza kwa mtu wa Lighthouse, muamini Mungu. Na wataalamu wa usomaji wa lugha wanasema neno muamini Mungu maana yake uwe na imani kama ya Mungu, kubaliana na la Mungu. Na mimi mwaka huu nasema tuchague kukubaliana na la Mungu, kwa sababu la Mungu lina nguvu, la Mungu linaponya, la Mungu halizuiliki. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Bwana yatasimama mpaka yatimie. Hata mzee Zakaria alipotokewa na malaika madhabahuni, na Mungu akutokee mwaka huu huko kwenye magoti yako. Na ndio maana namwalika mtu mwaka huu apige magoti, hata kama hajazoea, piga magoti mwaka huu. Kesha na Bwana mwaka huu hapa ndani, na utashuhudia mwaka huu. Napenda kushuhudia mwaka huu. Nenda madhabahuni kama Zakaria alivyokwenda. Alikuwa anaenda anarudi, lakini hakuacha. Nasema usiache. Mbona unaacha haraka? Usiache wala usichoke kutenda mema katika njia ile ile utakatifu. Bwana atakutokea, Bwana atakwambia neno jipya. Usichoke kuwa mwaminifu, usichoke kuwa mtoaji, usichoke kumtumikia Mungu. Wachokaa waache, lakini wewe endelea. Nasema endelea. Mungu atakutokea huko. Mungu atakutokea saa usioijua. Zakaria naye kama Mariamu. Itawezekanaje jambo hili? Malaika wakati ule hakuwa na msamaha, akasema basi hutaongea, hutanena tena. Kwa hiyo ikabidi aondoke kimya, wanaomsubiri vipi? Hana cha kusema. Miezi 9 safi mpaka alipozaliwa Yohana. Lakini aliyezaliwa alikuwa gwiji. Aliyezaliwa alikuwa Yohana jamani. Mwenzetu alijaza Roho Mtakatifu tumboni humo. Mariamu bado atatumbo alijaza kujaa, ikabidi haya maana ngoja nikamwona huyu shangazi Eliza. Kwenda kwa Eliza, kumkaribia tu Eliza, Yohana kaanza kucheza tumboni mwa Elizabeth. Kuna mawasiliano. Na alipozaliwa Yohana hakuwa mwenzako. Kuna mtu atazaa Yohana hapa. Na uzaa Yohana. Unajua walishampa jina Eliza. Nani Eliza? Ni tasa. Ungekuwa unaenda kumtafuta, jamani namtafuta yule nani? Yule mama
yuko vipi, mrembo hivyo. Yupi mama, yupi? Anaitwa Eliza. Mimi simjui Eliza. Au na maana yule tasa? Ni Eliza yule. Kuna majina mengine hasa mabaya yanavuma kuliko jina halisi. Halo, Mungu abadilishe jina la mtu. Umeitwa hufai, umeitwa huna kitu, umeitwa uwezi, ndio sifa na jina ulilonalo. Kataa mwaka huu. Ninasema inawezekana kupewa jina jipya. Mungu wetu asiyebadilika ni Mungu anayeleta mabadiliko mema, anayeleta furaha katikati ya huzuni, anayeleta surprise ya juu kuliko zile za kawaida. Mungu wetu sio wa mambo ya kawaida. Napenda niseme, ukitaka kupika chai, hebu rafiki yangu njoo, my friend, wewe mwenyewe bwana, yaani hujafika bado? Hebu tuambie, unawahi kupika chai? Tunahitaji nini ili upike chai? Vitu gani? Taja vyote tunavyohitaji kupika chai. Hata maji uhitaji. Sasa unavyo vyote hivi, unaomba masaa mangapi ili viive, ili chai ikolee hivi? Ameokoka kweli huyo? Unaomba Mungu masaa mangapi unapopika au unachemsha? Haya, nenda, sitaki kutia majaribuni. Lakini ukitaka kuchemsha chai, si unachemsha tu jamani? Ukitaka kupika ugali, si unapika tu, unga upo, maji hapo, kila kitu, si unakoroga tu na ugali unaiva. Halo? Lakini unga haupo, ugali haupo, mfukoni hazipo, unafanya nini? Naomba. Kuna mambo utamtaka Bwana. Na mimi mwaka huu nasema kuna mambo umtake Bwana. Jamani, nasimama katika jina la Bwana, nasema kuna mambo umtake Bwana mwaka huu. Mungu akuondoe kwenye kawaida. Jifurahishe mbele za Bwana na atakutana na haja za moyo wako. Delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Hebu tujiengage kwa Mungu mwaka huu. Tuweke gia ya kumtazama Bwana mwaka huu. Hakuna lisilowezekana kwake. Tuna mipaka, ni kweli na mipaka. Uzee ni mipaka, miaka ni mipaka, umri ni mipaka, wakati mwingine hata takwimu ni mipaka. Unajua kanisani kwenyewe wakaka wote hawapo, ni wadogo tu. Umri unapita na huko dunia inapiga kelele, nasema wewe dada, wewe usisubaye wewe, ngoja nizae na wewe kabisa. Wewe usile sumu. Halo, ukiwa na kiu ukakutana mafuta ya taa, usinywe mafuta ya taa kwa sababu yanafanana na maji, bado ni sumu. Na ni Roho Mtakatifu. Simama katika Bwana, mwamini Mungu. Takwimu hazina ubavu kama neno la Bwana. Takwimu zinakwamba unajua wanawake ni wengi kuliko wanaume, sawa. Kwa hiyo unajua umri wangu, achana na umri, achana na nini. Kama ulize Eliza, uzee wote ule na meno sio ipata mengine, basi labda ilishapungua, lakini alizaa katika uzee wake. Unapenda kulielewa neno hili? Unapenda kulielewa neno hili? Lipokee mwaka huu. Lipokee mwaka huu. Lakini pia jilinganishe na nani wengine. Kweli unafanya kila kitu kinaenda, haitoshi. Bado kuna nafasi ya Bwana kutenda zaidi ya tuyawazayo, tuyaombayo, tuyatendayo, kama ilivyo Efeso 3:20. Na mwaka huu, mwaka jana siku umetokea nini? Efeso 3:20 iko kila mahali. Mmeiona hata barabarani, si ndio? Sasa jamani, hata jiji limehubiri. Naomba tumtazame Mungu kwa tofauti na tumuendee Mungu kwa tofauti. Tusijiwekee, ni kweli tuna mipaka, tusimwekee mipaka Mungu. Mungu hawezi kuwa mwanadamu. Mwambie mwenzako, Mungu hawezi kuwa mwanadamu.
Unajua Mariamu alifanyaje? Kwa kuwa hakuna neno lisiowezekana, Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Unajua nini? Mpango wa Bwana ulitimia. Wakati wa mpango wa Bwana kutimia ulifika, na ukifika itatimia. Wewe hebu jishika kifua chako. Hukujiokoa mwenyewe, wala hukuokolewa kwa ajili ya sababu zako mwenyewe. Uliokolewa kwa ajili ya sababu ya Bwana. Utangaze fadhili zake, umtangaze Kristo ajulikane, Mungu ajulikane kwa kutumia wewe. Mungu atukuzwe, umpe ibada yenye maana, akufurahie, afurahie huduma yako. Lakini sasa tumelemaa, tunataka kutazama wanaomtumikia Mungu, hatutaki kumtumikia Mungu. Kila mmoja ana ubavu wa kumtumikia Mungu, kila mwenye pumzi, kila aliye hai ana nafasi ya kufanya kitu kwa ajili ya ufalme, na hakuna lisilowezekana. Mungu hakawi. Ni jambo ambalo lisikupe raha. Hujawahi kumwongoza hata mmoja kwa Yesu? Hapana. Kama huwezi kumtumisha, mvute basi aje kanisani ahubiriwe. Kama hana bodaboda, mpe na bodaboda aje. Halo, tuhubiri kwa njia mbalimbali. Wiki hii nimekuta tangazo moja nikanigusa, nikalileta hata kwenye WhatsApp ya kanisa. Sijui kama wanatazamaga. Kuna meli, mmeiona meli kubwa humo ndani, imejaa kanisa, wanapiga praise, wanamsifu Mungu, wanacheza. Na kweli tuendelee kucheza mbele za Bwana, lakini kuna kumbe huko nje, ile meli sinaelea ni kubwa, haizami. Kumbe huko nje kuna ambao hawako kwenye meli yoyote, wanazama, wanakufa, na wanatangaza, tusaidieni, tusaidieni, tuokoeni, tuokoeni. Ndipo mmojawapo mcha Mungu akaenda kwenye meli ile, jamani, akagonga, akafunguliwa. Akasema, jamani, kuna ndugu zetu wanaangamia huku, twendeni, twendeni, ndugu zetu wanaangamia huko. Wakaacha, wakanyamaza na kuimba. Mwisho akasema, tuna wainjilisti bwana, hiyo kazi ya wainjilisti. Kuna kosa baya linalitesa, inaitafuna kanisa sasa hivi. Kazi ya Mungu wameachiwa wengine, eti kwa sababu tunatoa sadaka. Haitoshi kutoa sadaka, haitoshi. Ni jambo jema, lakini itoeni miili yenu, mwili wako mwenyewe utoe. Kama ni kutukana, ukatukanwe wewe. Kama ni kuuliza maswali magumu, uulizwe wewe. Lakini nakwambia, ukimpeleka Kristo, hakuna neno lisiwezekana kwake. Hata kama hajatubu, usio kashangaa ulichomwambia ndicho kitakachofanya katubu kwenye mkutano wa Injili mahali pengine. Kwa hiyo kanisa sio la kusifu na kupraise peke yake. Kanisa, Yesu aliwaambia, enendeni, enendeni. Wewe soma Matendo ya Mitume sura ya 6, mpaka wakaanza kugombea chakula, wakaanza kulalamikia na chakula. Baadaye moto ukawaka, walihubiri wenyewe. Ndio maana mpaka sasa kuna makanisa yalianzishwa katika baadhi ya mikoa, baadhi ya mataifa, haijulikani nani alianzisha, lakini watu wasio na majina, lakini wana ujumbe wa Kristo. Baada ya moto kuwaka Yerusalemu. Unataka moto uwake ndio utamwamini Mungu? Ukiwaka unaweza ukashindwa hata kuamini, utashindwa hata kusimama. Sasa jambo linaloshangaza, napenda niseme neno hili, hakuna neno lisiwezekana kwa Mungu, lilihusiana na kuzaa. Amina. Cha kushangaza halikuanzia hapa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura 18, unakuta malaika tena alikuja kwa Abrahamu. Abrahamu ameshapewa ahadi, atakuwa baba wa mataifa, na katika yeye mataifa atajibarikia, katika uzao wake mataifa atajibarikia. Lakini bado aliye naye ni Ishmaeli, na Ishmaeli amezaliwa kwa sababu mama aliyetakiwa amzalie mtoto Sara, huyo amesubiri akaamua kujiongeza. Imani ya kujiongeza, na hili neno muwe macho. Amina.
Kuna miujiza mingine msilazimishe. Akalazimisha, chukua hata usigeri wangu, chukua hata usigeri wangu. Taabu ilianza pale pale, kabla hajazaa amepata mimba tu akaanza taabu, kudharauliwa. Kuna baadhi ya miujiza tunailazimisha. Kuna baadhi ya ushindi tunalazimisha. Sio ushindi, ila tunaruka madirishani. Usiruke dirishani. Mungu amesema kujaribiwa ni kawaida ya mwanadamu, lakini yeye ni mwaminifu. Katika kila jaribu kuna mlango wa kupita, na utakapotoka hutatoka mkavu, utatoka unamsifu Bwana, utatoka unamwinua Bwana. Eliza alipozaa Yohana ilijulikana kazaa gwiji, na Yohana alipozaliwa alikuwa sio wa kawaida. Samueli alipozaliwa alikuwa sio wa kawaida. Hata wewe baada ya taabu yako matokeo haya toka ya kawaida. Subiri uone uweza wa Bwana, kwa maana kwake hakuna lisilowezekana. Wakati malaika anaongea na Abrahamu, Sara naye akasikia. Ukisoma kuanzia mstari wa 11, basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee, umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Hapo ina maana every hope is gone. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akasema, niwapo mkongwe, nitapata furaha na bwana wangu mzee. Kwa lugha nyingine, mimi mwenyewe mkongwe, mume wangu naye mkongwe. Kwa hiyo swala la kuzaa, mbona ukurasa umefungwa? Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema mimi kweli nitazaa, maana nami ni mzee? Kuna neno gani hilo gumu la kumshinda Bwana? Muulize mwenzako hapo hapo, kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Muulize tu. Wewe uliouliza, soma hili hapa mbele. Hakuna neno lisilowezekana kwa Bwana. Kwa hiyo hata Sara aliambiwa, na huyo malaika akamwambia, kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakane, na Sara atapata mwana wa kiume. Na mwana alizaliwa, hakuzaliwa? Isaka akazaliwa. Mpaka leo Mungu wetu anaitwa Mungu wa Yakobo, na anaitwa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu huyo, amina. Wakati kulikuwa kumekufa hope, bado ikawezekana akazaliwa. Sielewi umefika wapi katika maisha yako. Sielewi umefika wapi katika utumishi wako. Inawezekana umejiondoa katika ligi ya waitwao watumishi wa Mungu. Umejiondoa katika ligi ya watu wanaweza kusababisha chochote cha Mungu kasababisha. Rudi. Nasema rudi. Mwaka huu tulichukua neno la Bwana kama lilivyo. Kama tusipolichukua neno la Mungu serious, watatoka watu mbali, watalichukua hilo na watatoka wanatabasamu, watatoka wana praise. Nimewapa mfano wa mlima Kilimanjaro. Kama Wachaga wa Rombo hawatashukuru Mungu kwa ajili ya mlima ule, watakuja watu wa mbali, watasema hey, Mungu tukuzwe, nimeuona. Halo. Kuna watu watasema Mungu, nilitoa moyo katika shuhuda za safari hii, sio wakati wa maombi ya juzi. Kuna mtu alikuja hapa akakanyaga akasema Mungu hapa. Hakuna isiyowezekana. Mungu akamtendea, na akutendee na wewe leo. Nasema akutendee na wewe leo. Sasa ndugu zanguni, Mungu wetu hana mipaka. Biblia iko wazi kwamba katika Yeremia 29:11 kwamba maana nayajua mawazo ni yawaziao ninyi, nayawazia nyie, na asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Lipo tumaini katika Mungu. Nasema tena, liko tumaini katika Mungu. Alafu kwa nini tulikomalie sana andiko hili kwamba hakuna lisiowezekana kwa Bwana? Kwa sababu ahadi zake ni za kweli. Zipo ahadi za waaminio. Kila kunapokucha una haki ya kupewa hizo ahadi. Hamtaki kuelewa.
Kila kunapopambazuka, Biblia inasema the steadfast love of the Lord never ceases. Upendo wa Mungu hauna kikomo na fadhili zake hazina mwisho, ni mpya kila siku. Rehema zake ni mpya kila siku. Maombolezo 3:22. Yaani rehema za Mungu ni mpya kila siku. Unapoamka mshukuru Mungu, asante Mungu kwa sababu ahadi zako ni zangu. Na mimi nasema pokea ahadi za Bwana. Lakini ziko wapi mpaka uzijue? Claim. Tuna nafasi ya kuzidai ahadi za Bwana. Bwana hachelewi. Hatujui kama Elizabeth alikuwa naomba, wamechoka, ameshanyamaza, lakini kwa sababu Mungu ndiye alikusudia, bado akamtumia. Bado Mungu yuko tayari kukutumia. Bado Mungu yuko tayari kumtokea mtu. Ahadi zake ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari 20, Biblia inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amen, Mungu apate kutukuzwa na sisi. Ni hivi, kwake Mungu ahadi zote ni ndio, yes and amen. Itakuwa hivyo. Lolote mliombalo lina ahadi ya tutapewa. Kwa Bwana hakuna neno lisilowezekana. Nitazungumza hapo, nitazunguka hapo, lakini nadhani una akili, unaelewa. Kuna mtu anaelewa, ndugu zanguni? Kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana, na Mungu anataka kututendea mema. Ukisoma katika Isaya 55 katika mstari wa 11, Biblia inasema kwamba neno la Mungu halitarudi bure. Kama mvua litatua, litasababisha mavuno, halitarudi bure. Sasa niseme mwaka 2026 ni mwaka wa kupandisha imani, na wala pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Jipange kumwamini Mungu. Jipange kukubaliana na Mungu anasemaje. Mawazo yatasema tofauti, hisia zitasema tofauti, takwimu zitasema tofauti, logic itasema tofauti, lakini la Bwana lipewe nafasi ya kusimama. Nasema la Bwana lipe nafasi lisimame, upone. Lisiwezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Uamsho unawezekana, kwa sababu hakuna neno lisiwezekana kwa Mungu. Uchumi unawezekana. Ujenzi unawezekana, kwa sababu hakuna neno lisiwezekana kwa. Hata harusi yako inawezekana. Wewe si takwimu, wewe ni mtu uliokolewa na Bwana, unapendwa na Bwana. Usijiondoe kwenye ligi, usijilinganishe na fulani na fulani. Jilinganishe na wito Bwana aliokuitia juu ya uso. Mungu hakumwita yoyote ili asikitike. Hakumwita mtu ili aishie kuhuzunika tu, jamani mimi ni Mungu hajani. No way. God wants you to be blessed are they. Hello. Laita angenielewa yote. Nasema usijiengue katika watu waliokusudiwa kubarikiwa na Bwana. Usijiondoe kwa kujichanganya na dunia. Usijiondoe kwa kutia shaka, wala pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Walioshinda walimpendeza. Na mwaka huu ninakupa ushauri ambao mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaitwa William Carey, alikuwa ni mhubiri mishonari wa Kibaptisti kule India. Alisema, muamini Mungu kwa mambo makubwa, tarajia mambo makubwa. Sasa ndio saa ya kuamka. Msukuma mwenzako, mwambie tarajia, muamini Mungu kwa mambo makubwa. Ile imani ya kuombea pilau ile, achana nayo. Unajua katika imani ambayo watu wanayo ni kuombea chakula. Mungu bariki sana chakula hiki, huku ameshika kijiko tayari kwa kazi. Hiyo imani nayo.
Hiyo ni ritual tu hiyo, lakini kuna imani kilichokuwa hakipo kiwepo. Wangapi wanataka kumwamini Mungu? Naamini Mungu kwako hilo linawezekana. Hivi kwa neno linalosema anza kutembelea ratiba ya maisha yako, anza kutembelea utumishi wako, anza kutembelea hata kiwango chako cha uamsho. Wengine tumepoteza kila tulichokuwa nacho, tumebaki tu kwenye orodha ya makanisa. No, hatukuitwa tubaki hivyo. Bwana alituite tuwe hai sasa, na tuwe hai hata saa ya kunyakuliwa, tuwe hai hata saa ya kutwaliwa na Bwana, ili tuweze kwenda pazuri. Mbona tuelewi haraka? Hakuna isiyowezekana kwa Bwana. Neno hili inawezekana ni maziwa, lakini pia inawezekana ni mfupa. Inategemea wewe ni nani. Ninatangaza Mungu wetu hachelewi. Usiseme unajua. No, hata wangejua 200. Mungu anakujua vizuri zaidi. Lakini pia Mungu wetu Mungu wa surprise, wa mambo mapya. Usiridhike na matokeo madogo. Usiridhike na Yusufu peke yake. Hello, yuko Yesu anataka uwe mama wake Yesu. Hello. Sasa hiyo neema alipewa Mariamu. Lakini kuna mema ambayo Mungu anaweza kukupa zaidi ya yale ulionayo. Unapenda kuthubutu kumwamini Mungu? Mimi napenda kumwalika mtu leo. Napenda kumtia moyo mtu leo. Hili liandike mahali. Liandike kwenye simu yako, liandike kwenye notebook yako, weka na kwenye ukuta, hata kwenye sahani zako ukitaka, maandika. Hakuna isiwezekana kwa Bwana. Yaani hiyo ni la kulisoma na kulisoma na kulisoma kila siku, yaani chochote kile, hata kwenye simu wewe ukiangalia litangulia hilo mpaka litakapo moyoni, lisikutoke kinywani mwako na njia yako itathibitika. Ninamtegemea Mungu mimi kwamba hakuna isiwezekana. Mwaka huu kuna watu watashuhudia, na nitafurahi kama ni wewe. Kuna watu watatangaza wema wa Bwana sababu walithubutu kumwamini. Inawezekana kuwaleta watu kwa Yesu kwa sababu hakuna isiwezekana. Inawezekana kuishinda hata dhambi ambayo inakuonea kila mara. Inawezekana mwaka huu hakuna isiwezekana. Inawezekana. Pengine ni kinywaji unakuwa unakunywa kwa siri. Inawezekana Bwana akushindia. Pengine ni tamaa zinawaka kuliko wengine. No, inawezekana kuzishinda. Inawezekana. Pengine ni uoga tu, unaogopa tu. Inawezekana ukamtazama Bwana ukawa mshindi. Hata wewe ukatisha, unaitwa mwoga, lakini baadaye ukawa wewe mwenyewe unatisha kwa sababu umesimama katika Bwana. Chukua hatua ya kumwamini Bwana leo. Yesu anasema muamini Mungu. Uwe na imani ile ya Mungu aweze kutenda mema. Bwana Yesu alisema muombapo useme mapenzi yako yafanye nini? Yatimie. Mwaka huu ni wa kuruhusu yale ya Bwana kwa ajili yako. Na ndio maana kwa kuwa hatujui kuomba, pata nafasi uombe katika Roho Mtakatifu. Tujae Roho Mtakatifu. Mwaka huu jaa Roho Mtakatifu kuliko wakati mwingine wowote. Na mwaka huu Mungu anipe siku. Mungu atupe siku. Amina. Tuwe na nyakati ambazo hata masaa 2 tunaomba ujazo peke yake. Tutaomba ujazo Roho Mtakatifu peke yake. Hata kama ulijazwa mara 5, tutajazwa tena. Lazima kina Yohana wapatikane. Na miujiza si ya kawaida ipatikane. Hata wewe inawezekana ukaweka mikono juu ya wagonjwa wakapona. Nasema wakapona. Kuna karama za Roho tunasikia kwenye vitabu, sasa zisikike Lighthouse. Kwa sababu watu wamemwamini Mungu kwamba hata mimi sasa ni miongoni mwa wale mabinti ambao watatabiri. Vijana watakaona maono. Wazee watakaota ndoto. Uwe mmoja wa kondoo. Namtaka ule mtu anayetaka kujiweka wakfu kwamba Bwana, nataka hili liwe langu. Hakuna neno lisilowezekanana kwako. Na kusudia kukuamini katika hili. Njoo hapa mbele.